Zipo hadithi nyingi ambazo zinataja malipo ya ibada hii ya saumu. Moja kati ya hadithi hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, matendo yote ya kiibada anayoyafanya mwanadamu ni ya kwake yeye mwenyewe isipokuwa saumu. Saumu hii ni ya kwangu mimi na mimi ndio mlipaji. Maneno haya anayasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiulizana ibada zingine tunazifanya kwa ajili ya nani? Jibu, tunazifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nani mlipaji? Ni Mwenyezi Mungu. Lakini kuonesha upekee wa ibada hii na malipo yake, Mwenyezi Mungu akasema ibada zingine zote anafanya mwanadamu ni za kwake yeye, isipokuwa saumu hii ni ya kwangu mimi na mimi ndio mlipaji. Sasa miongoni mwa faida za ibada hii ya saumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine, katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa mlango maalumu. Wataingia peponi kupitia mlango huo watu maalumu, na watu hawa si wengine illa swaimun, waliokuwa na sifa ya ufungaji. Sisi sote tunafahamu na ni mashahidi, maeneo mbalimbali, iwe katika kumbi, viwanja au hata katika vyombo vya usafiri, kuna madaraja. Kuna daraja la kwanza, wanaingia watu maalumu, na hata huduma zao zinakuwa ni tofauti na watu waliokuwa katika madaraja mengine. Japokuwa ukumbi unaweza kuwa ni mmoja, uwanja ukawa ni mmoja, na chombo cha usafiri ni hicho kimoja, wote mnakwenda safari moja, lakini huduma mle ndani huwa zinakuwa tofauti. Sasa na pepo ya Mwenyezi Mungu ipo hivyo hivyo, ameandaa mlango maalum kwa ajili ya wafungaji. Hadithi imesema hivyo tu. Sasa wafungaji waliokusudiwa hapa ni wale waliofunga saumu ya faradhi ya mwezi wa Ramadhani peke yake au na saumu zingine. Hadithi haijafafanua. Ili tuipate fursa hiyo ya kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu kupitia mlango maalum na tukapate huduma maalum, hatuna budi kukithirisha saumu za sunna, ili kama malengo na makusudio ni wale wenye sifa ya kufunga sawasawa, iwe ni saumu ya lazima na zile saumu za sunna, tusikose fursa hiyo, kuliko kaamua kufunga tu Ramadhani. Kumbe waliokusudiwa hapa swaimun ni wale ambao wanafunga saumu za lazima, hata za sunna pia wanaingia. Basi tusikaipoteza fursa hiyo. Kwa maana hiyo, tunaendelea kukumbushana, zipo saumu nyingi tu ambazo ni za sunna ambazo zina faida nyingi. Miongoni mwa sunna hizo, ya kwanza kabisa baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni saumu ya siku 6 ndani ya mwezi wa Shawali. Na kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule ambaye amefunga Ramadhani baada ya kukamilika Ramadhani akafuatisha na saumu ya siku 6 ndani ya mwezi wa Shawali, basi huyu atakuwa ni sawa sawa na amefunga mwaka mzima, siku 30 za Ramadhani na siku 6 za mwezi wa Shawali, na kwa siku 36 ambayo ikizidishwa mara 10 inakuwa ni sawa sawa na idadi ya siku za mwaka mzima. Lakini pia vile vile miongoni mwa saumu za sunna zipo saumu za kila wiki, Jumatatu na Alhamisi. Ipo fursa nyingine ya kufunga siku 3 katika kila mwezi, siku ambazo zinaitwa ayyamul bidh, tarehe 13, 14 na 15 ya kila mwezi mwandamo. Lakini kuna saumu ya Arafa. Sambamba na saumu ya Arafa ipo saumu ya Ashura. Ndugu zangu katika imani, haya yote tunakumbushana ili tuzitumie vizuri fursa hizi, kama wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewakusudia kwamba wataingia katika janna kupitia mlango maalum ambao unaitwa Rayyan kwa sifa ya saumu. Kama sifa yenyewe imekusanya saumu ya lazima na ya sunna, ndio maana tunakumbushana hizi saumu za sunna ili tusipoteze fursa hiyo.